una mtazamo gani? Sisi kama tukidhani ni kukimbia tu, kuna eneo hautakimbia, ila ni utatakiwa kuonyesha umeokoka. Pa kukimbia, kimbia tu kabisa na usikae mbio nyingi. Lakini kuokoka sio kukimbia. Ni mtazamo huo umebadilika. Yaani mtazamo tu umebadilika kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa katika Bwana, mimi natamani tu niokoke. Kwa sababu sijui, let's say umeamua kwamba kuna wanafunzi kwa mfano, unaenda chuo. Yaani wewe ukiwaona waliovaa suruali, tatizo. Ukiona waliovaa nguo fupi, tatizo. Taingia UDSM pale utawakuta kabisa, yani amevaa kwa namna ambayo unasema hivi kweli ni mtoto wa mtu alikotoka. Sasa kama wewe mtazamo wako ni kwamba ukiona mtu aliyevaa vibaya, tamaa, basi utapata shida sana na hautasimama na imani. Haya. Tatizo ni kwamba wewe huwezi kukaa na mabinti. Mpendwa, kule kuna kazi mnapewa, kundi moja, mko watu 5, mko watu 10. Wewe wa kiume uko peke yako au mko wawili, ila uko na mabinti. Mtatakiwa mfanye hiyo kazi na muikamilishe. Sasa kama wewe kuokoka kutakuwa ni kwamba una tatizo. Ni level za chini sana. Na unatakiwa uwe na namba yake ya simu, muwe mnawasiliana. Ndio. Na anasema engineer pale, kama una namba uandike jina pale. Kuna kazi mtapewa mfanye ya pamoja. Ni yako hivyo. Sasa huu ni mfano natoa. Lakini wewe sokoni kule unafanya biashara uko peke yako wewe. Tubadilike mitazamo hii. Kabisa tubadilike. Kama tusipobadilika, ndio hiyo, hata kwenye nyumba uliopanga. Kwani umepanga uko peke yako? Uko peke yako kwenye nyumba uliopanga hiyo? Haya. Kama tutasema kila kitu utakimbia, hapana. Hapo hatujaokoka. Hiyo ni level ya chini kabisa ya mtu ndo ametoka kuokoka. Kumtenga hivyo ni sahihi. Lakini yule pia neno la Mungu ni chache ndani yake, uelewa kuhusu Mungu ni mdogo. Lakini mpaka una miaka 15 kwenye wokovu, tutakuwa tuna tatizo. Ni kweli ambacho ni ile tabia ya kwamba wewe umekuwa ndio tabia yako, yani ni mazoea. Wewe unahisi wa kuongea nao ni mabinti tu, kwa sababu wako pia ambao yeye kwenye akili yake yani amejiweka kwamba mimi unajua mimi siongeagi na vijana na mabinti. Mabinti unajua akili zao ni ndogo. Mimi naongeaga na vijana wa kiume. Utaona na wenyewe unaongea nao kwa sababu wana akili, watakuzidi akili. Useme mimi naongeaga na mabinti. Kuokoka ni kubadilika mitazamo. Tubadilike tu. Tukubali tu kubadilika. Yaani juu ya vitu vyote. Tafsiri sahihi